Kutolewa kwa zabuni ya ununuzi wa typewriter kwa Wizara ya Ardhi kumeibua maswali chungu nzima. Wengi wakijiuliza, tunatoka analogi na kwenda dijitali ama tunatoka dijitali na kwenda analogi? Typewriter au mashine ya kupigia chapa inayotumia ukanda wenye wino zimetajwa kama mashine zilizopitwa na wakati na zisizofaa kutumiwa katika karne hii ya sasa. Zubeda Kome na maelezo zaidi. Tumeingia katika mfumo wa dijitali, mambo yote dijitali, lakini ya tafakari ya Wizara ya Ardhi inayosimamiwa na mojawapo wa vigogo wa serikali ya dijitali. Wanachotaka ni typewriter au mashine ya kupiga chapa inayotumia ukanda wenye wino. Ni mashine zitakazotumiwa kuendesha shughuli katika wizara hiyo. Wengi wakikiri kuwa typewriter zimepitwa na wakati na hazitumiki tena. Basi mbona zinarejeshwa? They have been overtaken by technology and time. Taking us back to the 80s, 90s, it's like derailing. It's derailing the president's plan himself. Getting to employ people with typewriter, I think that is something which is too outdated. Magazetini, wizara hiyo tayari imetoa zabuni ya ununuzi wa typewriter 25 na atakayeshinda zabuni hiyo atatakiwa kuzisambaza katika maeneo yote ya kaunti. Toleo hili lililochapishwa magazetini limewaacha wengi vinywa wazi, hasa ikizingatiwa kuwa kompyuta zipo na zinapatikana kwa bei rahisi. Bila shaka itagharimu mamilioni kupata typewriter ambazo ni nadra kuzipata sokoni. Usisahau kwamba wizara hii ni mojawapo ya wizara zinazolaumiwa pakubwa kwa kuwa na sajili ya kuweka kumbukumbu na kuhifadhi orodha na rekodi za mashamba au ardhi zote za humu nchini. Kinaya kukuni kuwa afisi za Wizara ya Ardhi hazina mpangilio maalum unaowawezesha kutafuta faili kwa urahisi, na ndipo wengi wanahisi kuwa mambo huenda yakawa hata mabaya zaidi iwapo rekodi hizi zitaendelea kupigwa chapa kwa kutumia typewriter. Swala jingine tata ni kuhusu uwajibikaji. Itakuwa vigumu kwa yeyote kutakiwa kurejelea sajili husika kutokana na ukosefu wa rekodi maalum. Unapopiga chapa, typewriter haihifadhi lolote na hivyo kutoa mwanya wa ufisadi kuenezwa kwa urahisi. Hoja nyingine, watu wachache tu ndio wenye uwezo wa kutumia typewriter. Je, itakuwaje kwa wafanyakazi wa kizazi kipya walioajiriwa pale watakapotakiwa kutumia typewriter badala ya kompyuta? Zubeda Kome, KTN leo.